Mnamo mwaka 1815 ni katika kijiji kidogo cha Giano huko nchini Italia, padre kijana mwenye ari na moto wa utume na ndoto kubwa ya kuanzisha shirika, yaani Mtakatifu Gaspari del Bufalo, alipata idhini ya kuanzisha shirika lake katika abasia ya Mtakatifu Felix na kuwekwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria na usimamizi wa Mtakatifu Francisco Xaveri. Lengo la Mtakatifu Gaspari katika kuanzisha shirika hili lilikuwa ni kueneza upendo wa Kristo aliyeuonesha alipomwaga damu yake msalabani kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Ndiyo maana Gaspari alisema, natamani niwe na ndimi 1000 ili upendo huu uwafikie watu wote. Alitamani kuwa na ndimi 1000 ili kuutangaza upendo huo kwa mataifa yote. Miaka 150 baadaye, mnamo mwaka 1966, ndoto hiyo ilivuka bahari na kufika nchini Tanzania. Mnamo tarehe 19 ya mwezi Mei mwaka 1966, wamisionari watatu waliwasili jijini Dodoma. Nao ni Padre Joseph Montenegro, Padre Dino Gioia na Bruda Franco Palumbo. Hawa walipokelewa kwa upendo mkubwa na askofu wa kwanza wa Dodoma, Mhashamu Jeremia Peshe CP, askofu mwanashirika wa Passionist. Wakati huo marehemu Askofu Matias Isuja Joseph alikuwa katibu wa jimbo. Wamisionari hawa walikuja si kwa nguvu zao, bali kwa imani na msukumo mkubwa wa damu azizi. Wenyeji waliwapokea kwa upendo, nao walifurahi, lakini kwa tahadhari kubwa, kwa sababu walikuwa wageni katika ardhi mpya. Baada ya muda mfupi wa kuzoea mazingira mazuri na tulivu ya Dodoma, askofu aliwapatia utume kuhudumia wilaya ya Manyoni. Na baada ya miezi kadhaa ya maandalizi ya safari, wamisionari hawa waliondoka jijini Dodoma mnamo tarehe 11 ya mwezi Februari mwaka 1967, wakaweka mizizi yao katika wilaya ya Manyoni. Hapo ndipo safari ya kweli ilipoanza. Shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu hapa Tanzania lilifika mwaka 1966. Wewe kama misionari ambaye tunaamini uliona zile juhudi za wamisionari wa kwanza waliokuwa wakieneza shirika hapa Tanzania, tunaomba utupe experience yako. Ilikuwaje walipopokelewa na utume wao ulikuwaje kwa ujumla? Nilipofika 73 ikabidi nijiendeleze kwenye Kiswahili, baadaye nisubiri mpaka Januari nianze kuwa teolojia. Kwa hiyo ina maana ya kwamba wakati wa likizo ndio nilikuwa nawaona mapadri wanaofanya shughuli. Bila shaka wakati ule tuseme walikuwa na parokia 1.5, sawa. Itigi ilikuwa imeshafunguliwa 73, lakini bado mpaka wamalize nyumba na kadhalika, bado walikuwa nakaa wote pamoja katika nyumba ya Manyoni. Baadaye polepole Padri Mario alipomaliza nyumba ya Itigi pale, basi kulikuwa na kanisa kadogo. Kwa hiyo alikuwa anafanya hasa utume. Ilikuwa utume wa mwanzo kabisa pale Itigi, kwa sababu watu walikuwa zamani Itigi ilikuwa chini ya Tabora.
Kwa hiyo walikuwa wanapokea labda mara moja kwa mwaka au mara mbili, labda Noeli na Pasaka, ibada kutoka mapadri kutoka Tabora. Lakini kwa sababu wakati ule kulikuwa na mgawanyiko, sehemu mpaka Itigi ilikuwa Tabora, baadaye Manyoni na kushuka bonde la Ufa ilikuwa chini ya Dodoma mpaka 72. Baadaye sasa walipoanzisha jimbo la Singida, ndipo Manyoni ikaingia rasmi jimbo la Singida. Kwa hiyo mwanzoni ulikuwa ule uinjilishaji wa mwanzo kabisa. Kwa hiyo hapa Manyoni walikuwa wananiambia mapadri walipofika 66 walifika, baadaye walienda kujifunza Kiswahili na walioanza rasmi 67 tarehe 11 mwezi wa pili, Bikira Maria wa Lourdes, ndipo walipoanza rasmi. Sasa walikuta Wakristo 6 Wakatoliki, sio Wakristo, Wakatoliki, kwa sababu pale ilikuwa sehemu iliyokuwa imekabidhiwa na Waanglikana, kwa sababu wakati wa ukoloni walikuwa wamegawa sehemu ili watu wasiingiliane. Kwa hiyo Wakatoliki ilikuwa bonde la Ufa, kwa hiyo tusingeweza kufika mpaka Manyoni, na sehemu ya juu ilikuwa Waanglikana, kaskazini walikuwa Walutheri. Kwa hiyo mapadri walipotaka kujenga pale Manyoni, ukawa kidogo na mvutano. Kufuatana na jinsi walivyonihadithia ni kwamba watu walikuwa wanasema, sasa kwa nini waje hapa, wao ni bonde la Ufa, hawezi kuja Manyoni na nini. Lakini baadaye mimi ameniambia Muislamu mmoja ambaye alikuwa maarufu pale kwamba waliotutetea ili tujenge Manyoni walikuwa Waislamu zaidi kuliko Waanglikana, walikuwa hawataki sana. Basi wakasema basi, kwa hiyo kukawa na njia ya katikati, tuwaruhusu waje Manyoni, lakini tuwaweke mahali ambapo watu hawataki kukaa, ndio chini ya ule mlima, kwa sababu ule mlima pale watu walikuwa wanatoa matambiko, na pale walikuwa watu hawakanyagi kabisa, kwa sababu walikuwa na shamba la marehemu na nini, walikuwa kuna mizimu na kadhalika. Kwa hiyo wakasema sasa tufanye hivyo, tuwaweke pale, kama mizimu itawashinda wataondoka wenyewe, kama hawatawashinda basi watabaki. Kwa hiyo Waanglikana walikubali, Waislamu walipata furaha ya kuweza kuleta Wakatoliki, na basi sasa. Kwa hiyo Wakatoliki waliowakuta ni wale walikuwa wafanyakazi wa reli, ndio walikuwa hasa kutoka nini huko kusini, walikuwa nani basi, lakini Kiberiti na kadhalika, ndio Wakatoliki wa kwanza waliowakuta. Na hata pale Manyoni vile vile walikuwa wanafikiwa mara moja kwa sababu ya utaratibu huo. Kwa hiyo mapadri waliotoka Bai walikuwa wanaenea zaidi, wanaeneza bonde la Ufa kule Chipumagwa, Majiri, ya sehemu za kule kusini wa chini pale. Lakini hata kufika pale juu labda walikuwa wanafika mara moja tu, kwa sababu ya hiyo shida ya nini ya mgawanyiko ulikuwa umewekwa. Lakini basi baada ya pale, kwa hiyo ulianza ule uinjilishaji wa mwanzo kabisa. Unaenda kijijini na lazima uende na masista ambao wanajua mambo kidogo ya tiba, unakaa chini ya mti na basi, na ukiwa pale unaanza kuwazungumzia watu na nini. Baadaye polepole utaanza, mara ya mwanzo utakuwa kama dispensari inayozunguruka tu. Basi baadaye polepole watu walianza labda kutoka bonde la Ufa, walikuwa wameshaanza kupanda hata juu. Basi walianza kukuta labda Katoliki moja mbili, basi walikuwa na hapa kuwepo na makanisa. Kwa hiyo kazi kubwa ilikuwa hiyo, na vile vile walikuwa wameanza hata shule sehemu fulani. Kwa hiyo waliona, walifanya vituo vyao vitatu, moja ilikuwa Chipumagwa, moja ilikuwa Gondi, moja ilikuwa Saranda. Na pale walijenga nyumba kwa ajili ya mapadri, katika nyumba kadogo na kadispensari, ili waweze basi mapadri wanapokwenda pale waweze angalau kukutana na watu waweze kupata tiba. Na hapo walikuwa wameanza. Ninakumbuka kazi ya kwanza iliyofanya 73 ilikuwa kwenda kupima msingi wa shule ya Chodha, shule ya msingi, kwa sababu walikuwa wanaanza kujenga hata shule ya msingi, zilikuwa shule mwanzo kabisa. Kwa hiyo sio walikuwa shule kubwa sana au nini. Kwa hiyo kazi zao zilikuwa za kutangaza habari njema kwa njia ya matendo, kabla hata ya kuanza mahubiri mengine, kwa sababu ungewahubiria nini
wakati watu sio Wakatoliki, wengi walikuwa watu wa dini ya ajali na wengine walikuwa labda Waanglikana hapo na pale. Kwa hiyo basi kazi zao za mwanzo kabisa ilikuwa la matendo, kuweza kutibu watu, kuweza kujenga hizo shule, kuweza kuanza kuweka vituo hivi vitatu nilivyotaja, na kutoka hapa watu, unajua wakati ule eneo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo sehemu zingine unaenda lazima ulale, baadaye uweze kuona vile vigango vitatu, vijiji viwili vitatu pale. Kwa hiyo ilikuwa kazi tuseme ya uinjilishaji kwanza kwa matendo, baadaye ikaanza kuingia na habari njema, yani ni kwamba Mungu anakupenda, tumekuonyesha kwamba anakupenda kwa matendo, sasa wanaanza kukusikiliza. Walitembea kwa miguu, walijifunza lugha, walikula chakula cha wenyeji, waliishi kama watu wa hapo Manyoni, walihubiri chini ya miti, walibatiza, walifundisha, waliwafariji wagonjwa, walichimba visima na walijenga shule. Tuma wangu kubwa ilikuwa ni kueneza neno la Mungu katika parokia ya Manyoni na vigango vyake, ambao kwa wakati walikuwa na vigango kama 18. Ndio. Na vile vile walikuwa wanaendesha shughuli za kituo cha mafuta cha Ajip. Ndio. Kulikuwa na kituo cha ufundi seremala na ufundi wa magari. Ndio. Pale na vile kulikuwa na kulikuwa na tawi la watoto wadogo wanaendesha hapa, ilikuwa nasimamiwa na masista wa Damu Azizi ya Yesu. Okay. Vile vile walikuwa wanafundisha wananchi namna ya kufuga. Okay. Ng'ombe wa kisasa. Aha. Tukio gani hasa ambalo wewe katika kumbukumbu zako linaingia katika historia juu ya mapadre hawa pale ulipowafahamu? Mimi nilipofika hapa kwanza maisha hapa mwaka 77. Ndio. Baada ya kuhitimu masomo yangu ya elimu ya sekondari. Ndio. Tulikuwa tunasali katika kanisa hapa, tulisali kanisa mama ile hapa. Ndio. Baada ya mwaka 67. Ndio. Kwa hiyo mwaka 1983 84 ndio tukaanza kuchimba msingi wa kanisa hili jipya. Ndio. Ile kanisa kubwa sasa ndio la parokia tuseme. Ndio. 84 limeanza kuchimba msingi, 85 ujenzi ukaanza. Ndio. Na kulikuwa na padri mmoja tu, Padri Vincent Boselli, alikuwa na urafiki na vijana wa kule Italy. Ndio. Walikuwa wanasimamiwa na injinia anaitwa Injinia Jiji. Ndio. Kwa kiongozi wa wale vijana wakawa wanakuja wakatusaidia kujenga ile kanisa hapa tunaliona sasa hivi hapa mwaka 85. Lakini hawa misionari wamewagusa sana katika maisha yao ya kawaida katika jamii, kwa sababu walipoingia mara ya kwanza walikuwa wanatoa hata huduma za kijamii, walikuwa wanatoa dawa, walikuwa wanatoa nguo, walikuwa wanatoa chakula. Kwa hiyo ilikuwa kama ni kati ya vitu ambavyo walikuwa wanavutia, ilikuwa kama ni vivutio, lakini walikuwa wanafundisha dini. Wanafundisha dini, makundi mbalimbali, WAWATA, waka sasa, vijana wa Viwawa, Utoto Mtakatifu. Kwa hiyo hivi vyote ukiviangalia ni matunda ya wamisionari hawa. Chanzo chao hawa misionari ndio wameleta hivi vitu vyote. Maanake jinsi imani inavyoendelea kukua ndivyo vitu vingine tunaendelea kuvizalisha kupitia wao. Kwa kweli wametupa faida kubwa. Angalia mpaka sasa hivi unaona wamisionari hawa wameweza kutengeneza shule mbalimbali ambazo jamii nzima, shule za misionari zinatoa maadili mazuri, watoto wanafaulu vizuri. Kwa hiyo sisi wazazi tunafurahi na tunaona kwamba wanatupa faida. Ama kweli kwa hakika utume wao haukuwa maneno tu, bali walifanya kwa matendo. Wazawa wa Manyoni wanayo mengi ya kushuhudia kuhusu wamisionari hao. Kwa jina naitwa Lea Romani Mnyipanduka. Nimeanza kusali mahali hapa toka 1958. Nikiwa bado mdogo. Ndio. Baba yangu aliyekuwa katekista aliletwa hapa. Ndio. Kutoka Bahi. Wakristo waliwapokea vizuri na tayari walikuta Wakristo wameongezeka. Ndio. Sikumbuki idadi yao, lakini tulikuwa tayari tunajaa kile kikanisa pale. Ndio.
waliwapokea vizuri, wakashirikiana vizuri katika kazi za kiroho. Ndiyo. Lakini na kijamii pia. Mapadri hawa walipofika, baadaye walianzisha kazi mbalimbali za jamii na huduma. Ndiyo. Kama hospitali kutibia watu. Ndiyo. Lakini si wao walikuwa wanafanya hiyo kazi, walikuja pia masista. Ndiyo. Masista hao ndio walikuwa wanafanya kazi ya kutibu. Ndiyo. Huduma ya kutibia watu, lakini Ndiyo. pia kliniki za watoto. Ndiyo. Lakini pia mapadri hawa waliendelea kusambaa kwenda katika vijiji vya karibu. Ndiyo. Kutafuta Wakristo wakiwa pamoja na katekista na halmashauri. Ndiyo. Kwa hiyo nakumbuka sehemu walizoenda pia kuinjilisha kwa haraka ilikuwa Chibumagwa, Itigi. Okay. Na Heka nafikiri. Okay. Ndiyo. Miaka ilivyopita, shirika lilipanuka na kukua zaidi. Parokia zikafunguliwa, hospitali zikajengwa, vyuo vya ufundi vikaanzishwa na sauti ya Injili ikaanza kusikika kupitia Radio Mwangaza. Hii ni kusema utume haukuishia madhabahuni tu, bali ulifika mashuleni, hospitalini na kwenye maisha ya kawaida kabisa ya waamini kupitia hospitali ya Mtakatifu Gaspari Itigi iliyoanzishwa mwaka 1989. Chuo cha ufundi stadi VTC Manyoni, mradi wa maji ulioanzishwa mwaka 1975 na kituo cha Radio Mwangaza kilichoanzishwa mwaka 2002. Ndoto iliendelea, si ya wageni tena, bali sasa ni kwa vijana wazawa wa Kitanzania. Wamisionari hawa wenye ndoto na pia maono mapana ya utume walijenga nyumba ya kwanza ya malezi mnamo mwaka 1982 huko Itigi na kupewa jina la Mtakatifu Francisco Xaveri. Na baadaye nyumba ya mwenye heri Yohane Merlini Miyuji iliyojengwa mwaka 1987. Kwa majina naitwa Padre Tito Filipo, misionari wa shirika la damu azizi ya Yesu. Nafanya utume wangu katika nyumba hii ya malezi ya mwenye heri Yohane Merlini kama rekta wa seminari hii. Mwitikio wa vijana katika shirika letu la misionari wa damu azizi ya Yesu kwa kweli mpaka sasa ni mzuri. Na kwa nini nasema mwitikio ni mzuri? Sehemu ya ambapo malezi yanaanzia katika nyumba hii ya mwenye heri Yohane Merlini, tunapata vijana wengi wanaotaka kujiunga na shirika. Baada ya mkurugenzi kuzunguka hapa na pale sehemu mbalimbali katika kutangaza miito na namna ambavyo mkurugenzi anafanya kazi hiyo, haifanyi mwenyewe, bali wamisionari mahala popote wanapofanya kazi wanalitangaza shirika na kutangaza karama yetu na kwa yale maisha ya jumuiya ambayo tunayaishi kama wamisionari na karama yetu ya kuhubiri upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kweli mwitikio ni mzuri kabisa, na ukizingatia namna ambavyo tunatoa malezi kwa vijana wetu, tukizingatia kauli mbiu ya mwenye heri Yohane Merlini katika kutoa malezi kwa vijana, ambamo mwenye heri Yohane Merlini yeye anasisitiza ya kwamba
shirika linahitaji wamisionari wasomi, wamisionari wafanyakazi, wamisionari mitume na wamisionari ambao ni watakatifu. Na mara zote katika kutoa malezi yetu tumekuwa tukizingatia maneno haya mwenye heri Yohane Merlini, na ndivyo ambavyo tunawalea vijana wetu. Na katika kutoa malezi hayo bora ni katika kuhakikisha ya kwamba tunapata wamisionari ambao ni bora kabisa kwa ajili ya shirika na kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya kueneza huo upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Padre. Na kwa experience yako sasa, walei wanaitikia vipi basi katika shughuli yenu ya malezi mnayofanya, au wanaonyesha jitihada gani katika kuwasapoti katika shughuli yenu ya malezi, hasa hapa katika nyumba hii ya malezi? Kwa kweli mwitikio wa walei ni mzuri, kwa sababu hata sisi wa misionari ambao tunatoa malezi kwa vijana mahali hapa katika nyumba hii ya mwenye heri Yohane Merlini, tunafanya utume katika parokia mbalimbali, tunazunguka huku na kule katika kutoa mafungo kwenye nyumba mbalimbali na katika parokia mbalimbali. Hivyo walei tofauti tofauti kwa namna ya pekee utume wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kama wamisionari walei mara zote wanafika hapa kila mwaka mwezi wa 11 kwa ajili ya kuwasaidia vijana na kuwawezesha ili waweze kusonga mbele katika safari yao ya wito. Hivyo mwitikio wa walei katika kutoa msaada katika nyumba hii, kuwezesha malezi yanayoendelea na shughuli zinazoendelea katika nyumba hii, kwa kuwa vijana hawalipi ada, hawalipi chochote katika mazingira haya, lakini shirika linajitolea kuwatunza, kuwapa matibabu na mahitaji yote msingi ili waweze kuendelea na kusonga mbele katika safari yao ya wito. Hivyo wanaowezesha yote hayo ni wamisionari walei pamoja na walei mbalimbali kule ambako tunafanya utume. Tunaporudi na yale matoleo tunayokuja nayo seminarini yanaisaidia seminari kusonga mbele. Asante sana Padre. Na tunapofanya maadhimisho haya ya miaka 60 ya uwepo wa shirika, Mtakatifu Gaspari alikuwa anatamani kuwa na ndimi elfu za kusambaza upendo wa damu azizi kwa kila kiumbe au kila sehemu duniani. Kama misionari, unaona ndoto hii ya Mtakatifu Gaspari ikiwa inaendelea? Kwa kweli, kwa hakika 100% ndoto hii inaendelea. Na namna ambavyo ndoto hii inaendelea, tunaangalia namna ambavyo vijana wanaingia hapa seminarini na namna ambavyo wanafuata yale malezi tunayowapa. Na ukijaribu kutazama seminari yetu hii imeanza tangu mwaka 1987, takribani miaka 39 sasa. Na kwa shirika ukiangalia wamisionari ambao wamepita hapa, tuko zaidi ya 100 sasa ambao wamepita katika nyumba hii tangu kuanzishwa kwa nyumba hii. Na ikumbukizi ya miaka 60 ya shirika, unaona wamisionari wote hawa wamepita hapa. Hivyo zile ndoto zinaenezwa na hawa wamisionari na vijana ambao wanaingia kila siku shirikani. Hivyo ile ndoto ya Mtakatifu Gaspari ya kutamani kuwa na ndimi 1000 kwa ajili ya kueneza upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo inaendelea. Na tunaendelea kuliombea shirika, kuwaombea wamisionari, kuwaombea vijana wetu waendelee kupokea malezi bora na kuishi hii slogan ya baba yetu mwenye heri Yohane Merlini ya kujitahidi kuwa wasomi na kuyashika yale wanayofundishwa, kujitahidi kuwa wafanyakazi na kujitahidi kuwa mitume, kwenda mahala popote pale katika kufanya utume wa shirika na utume wa kanisa, na hatimaye waweze kufikia utakatifu, ambapo sote kila mmoja wetu ni ya msingi ni kuwa watakatifu kama baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Na hatimaye St. Gaspar College Morogoro iliyojengwa mwaka 1983. Ilikuwa sababu kulikuwa hakuna seminari kuu kati ya shirika. Yeah. Mimi mwenyewe nimetenda Kenya kutafuta shule kwa ajili ya vijana wetu ambao wangemaliza form 6 wakwenda wa seminari za jimbo zilikuwa zimejaa. Okay. Lakini basi baadaye na shirika yote tulipatana pamoja, tulijiunga na shirika la Sabatoriani ambao walikuwa wanajenga seminari yao hapa Morogoro.
Na basi mambo kama hayo nilitokea pamoja na waseminari. Lazima ujenge mahali ambapo waseminari wataishi, watasoma, watamelewa na watajiandaa ndio kwa mapadri au magrida wa Majando kasisi walifundwa, na kwa kudra za Mwenyezi Mungu shirika lilipata wamisionari wazawa wawili mnamo mwaka 1990 ambao ni Padre Felix Mushobozi CPPS na Padre Onesphore Kayombo CPPS. Juhudi hazikuishia hapo, kutoka wawili tu. Sasa mwaka 2026 shirika lina jumla ya wamisionari 115. Lakini jambo kubwa zaidi lilikuwa hili: ndoto ikawa ya Watanzania. Vijana wakaitikia wito, waseminari wakaandaliwa, wamisionari wazalendo wakasimama. Kutoka wawili wa kwanza, leo tunafurahia zaidi ya 115. Hakika hii ni baraka kwa shirika. Kwa majina naitwa Father Felix Mushobozi. Ni misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo toka mwezi Machi mwaka 1991. Tulikuwa wawili tulioingia kwanza, lakini Father Onesphore Kayombo ambaye ni marehemu sasa, yeye aliingia shirikani tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1990. Kwa hiyo misionari wa kwanza kabisa aliyeingia shirikani mzao wa Tanzania ni Padre Onesphore Kayombo. Kwa kweli niliwafahamu wa misionari wa damu azizi ya Yesu nikiwa mwanafunzi wa seminari ndogo ya jimbo la Singida. Wakati huo nilikuwa mseminari kabla sijamaliza kidato cha 4. Kwa kweli nilijiunga na shirika baada ya kuwafahamu mapadri waliokuwa wanakaa parokia ya Chibumagwa, ambao mapadri wa kwanza ambao niliwafahamu ni Padre Dino Joya, Father Ernesto Jitsi na Father Antonio Calabrese. Mimi kwa kweli nilipokelewa shirikani sio rasmi, lakini nikawa mwanafunzi kati ya wanafunzi wa kwanza wa shirika mwaka 1980, na Padre Francis ndiye alikuwa mlezi wetu wa kwanza. Kama misionari wa kwanza katika shirika kweli nina furaha kubwa kwamba pamoja na kwamba sisi tulitangulia tukiwa wa kwanza, sasa hivi shirika kwa kweli limekuwa na sasa hivi tuko katika namba ya 113. Wamisionari wameongezeka sana, na hivi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba miito katika shirika letu imeongezeka na utume hasa umeongezeka. Tunavyobainisha sasa hivi tunaona kwamba hata mapadri waliopo katika nchi ya Tanzania na wanaofanya kazi nchi za nje, lakini bado hatutoshi. Tunahitaji miito zaidi ili tuweze kuitenda kazi ya Mungu. Lakini basi tukivutwa na ule upendo wa Mungu ambao ulimtuma Bwana wetu Yesu Kristo akamwaga damu yake msalabani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya karama hii ya shirika, karama ya umisionari, lakini tukisukumwa na upendo utokao kwa Kristo ambaye alimwaga damu kwa ajili ya watu. Ueneze upendo huo kwa watu wengi zaidi. Mimi ndoto yangu ingekuwa ya kwamba tasawufi ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo ipate kuenea ulimwenguni kote kwa kupitia wamisionari wazawa wa Tanzania. Kwa kweli ni miaka 60 ambayo imesheheni kazi nzuri ya kimisionari iliyofanyika na shirika.
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru waasisi wetu wa misionari watutangulia kwa kazi nzuri walioianzisha, na tunataka tuwaenzi kwa kuchangia zaidi ule moto ambao wao waliuanzisha uweze kuwa umekolewa zaidi. Manake tuweze kuwa misionari wenye upendo, tuweze kuwa wamisionari wenye ujasiri, tuweze kuwa wamisionari ambao hawajibakizi, yani wanajitoa kwa maisha ya watu. Lakini pia kuangalia sasa yetu ya kwamba je, tunajibu kilio cha damu. Inabidi nafikiri maadhimisho haya yatutafakarishe. Je, tunajibu kilio cha damu cha wakati huu? Mtu wa sasa anapataje majibu ya maswali ambayo alionayo katika maisha yake kwa sasa? Lakini pia tunaangalia mbele yetu, future yetu kwa matumaini. Ninavyoona mimi, naona tuna vijana wengi na vijana wazuri kabisa ambao kwa kweli tunashukuru timu yetu ya malezi wanavyowatayarisha vijana wetu waweze kujibu changamoto za mtu wa sasa. Ni vijana ambao wana ari, wana moyo, ni vijana ambao wana moto wa kazi, bidii, lakini pia ni vijana ambao wanatafuta kujitakatifuza. Nafikiri dunia ya sasa na tunatakiwa tuwe misionari majasiri, tuwe misionari ambao hawajibakizi, wanajitoa bila kujibakiza kwa ajili ya maisha na mahitaji ya kichungaji, mahitaji ya maisha ya mtu wa sasa. Kwa hivi mimi nina matumaini ya kwamba maadhimisho haya yaweze kutuchochea tuweze kuwa wamisionari bora zaidi na sio bora wa misionari. Katika safari ya miaka 60 ya uwepo wake Tanzania, shirika letu limepitia misukosuko mbalimbali. Kubwa zaidi ni kuwapoteza wapendwa wetu 11 kwa nyakati mbalimbali, ambao ni Padre Basili Ndeshingio aliyefariki mwaka 2004, Padre Antonio Calabrese aliyefariki mwaka 2009, Padre Joakim Ndelianarua aliyefariki mwaka 2013, Padre Ansovinus Makwanda aliyefariki mwaka 2014, Padre Fabian Ruganyiza aliyefariki mwaka 2016, Padre Erasto Gizi aliyefariki mwaka 2016, Padre Onesfori Kayombo aliyefariki mwaka 2018, Padre Joseph Mabala aliyefariki mwaka 2019, Padre Richard Orota aliyefariki mwaka 2023, Padre Nicolaus Ngowi aliyefariki mwaka 2024 na Padre Emmanuel Kimururu aliyefariki mwaka 2025. Roho za wamisionari wetu zipate rehema kwa Mungu, zipumzike kwa amani. Amina.
Lakini kila gumu ni ufunguo wa mlango mpya wa baraka, kwani kwa baraka za Mwenyezi Mungu, mnamo mwaka 2015 shirika letu hapa Tanzania likapandishwa hadhi na kuwa province kamili. Hii haikuwa maneno matupu, bali ilikuwa ni matunda ya uaminifu na sadaka kubwa ya miaka mingi kwa Mungu na kwa watu linaowahudumia. Libariki shirika letu Bwana, libariki shirika letu Bwana, kwa maombezi ya Mtakatifu Gaspari Elifaro. Libariki shirika letu Bwana, kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco Xaveri. Libariki shirika letu Bwana, kwa maombezi ya Mtakatifu Maria de Matias. Libariki shirika letu Bwana. Na sasa mwaka 2026 ni miaka 60 tangu walipowasili wamisionari wetu wa kwanza, yaani ni miaka 60 ya neema ya uwepo wa shirika nchini Tanzania. Tunasimama kumshukuru Mungu, tunatazama nyuma kwa heshima na shukrani, tunatazama mbele kwa matumaini, kwa sababu ndoto ya Mtakatifu Gaspari haikuishia Italia wala haikuishia Manyoni, bali ndoto hii imesambaa sasa. Wamisionari wamesambaa takribani majimbo 11 nchini Tanzania: jimbo la Dodoma, jimbo la Singida, jimbo la Morogoro, jimbo la Dar es Salaam, jimbo la Ifakara, jimbo la Mbulu, jimbo la Bagamoyo, jimbo la Shinyanga, jimbo la Mpanda, jimbo la Musoma na jimbo la Rulenge Ngara. Padre Vedasto Ngowi, mkuu wa shirika, anatushirikisha mambo kadha wa kadha. Naitwa Padre Vedasto Ngowi, mkuu wa shirika la misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa provinsi ya Tanzania. Nilipokelewa shirikani rasmi na kwa daima mwaka 2009 na baadaye nikapata daraja ya upadre mwaka 2010. Kwa kweli niliyoyashuhudia ni mengi, maendeleo makubwa. Kwanza katika ukuaji wa shirika, ukuaji kwa maana ya idadi ya wanashirika, lakini ukuaji kwa maana ya utume kupanuka. Lakini labda ningesema kwanza ukuaji mkubwa ambao nimeushuhudia katika miaka yangu hii karibia 16 ya misionari ni Tanzania kuwa province. Tulipoingia shirikani tulikuwa bado vicariate, tulikuwa chini ya province ya Italia, lakini mwaka 2015 hapa Dodoma basi province ilizaliwa. Na maana yake ilikuwa ni kwamba tumeaminiwa, tumeonekana tumekomaa, tumeonekana tuna miundo mbinu, tumeonekana tunajiweza, tunapaswa sasa kuhangaika hata kama kweli hatujitoshelezi kwa kila kitu, lakini ilikuwa tunaambiwa sasa, simameni kwa miguu yenu, tumieni akili yenu, hangaikeni kuona namna mtakavyo weza kusimama peke yenu katika utume. Sawa, bado tunasaidiwa hapa na pale na wenzetu nje, lakini sasa tunabeba majukumu yote sisi, na bila shaka kwa kufuata miongozo ya shirika na kwa kumfuata kiongozi mkuu wetu wa shirika aliko Roma. Tunazo jumuiya takriban 22. Sasa katika hizo jumuiya nyingi ni parokia, lakini zipo jumuiya ambazo sio parokia, labda ningesema ni jumuiya ya hospitali ya Itigi, kuna jumuiya ya shule zetu za sekondari za Merlini Dodoma na Morogoro, kuna jumuiya ya
za malezi, seminari zetu kule Kinda, hapo Miyuji, Dodoma na Morogoro. Okay. Asante sana. Lakini pia shirika lina miradi mingine ambayo ni kuwahudumia wanajamii kama sehemu ya kujibu kilio cha damu. Hiyo nayo inachangia vipi katika uenezaji wa Injili na kuendeleza ile ndoto ya Mtakatifu Gaspari? Ni kweli tunayo miradi ambayo ni ya kijamii. Kwa mfano shule, hospitali, zahanati. Na katika shule zetu tunajibu vipi kilio cha damu? Kwanza tunajitahidi kutoa sio tu elimu ya kufaulu mtihani darasani, lakini wamisionari wetu wanaodumu katika shule hizo wanapewa jukumu kubwa la kuhakikisha vijana wanakuwa katika maadili, wanalelewa vizuri. Hata kama sio wa imani yetu, lakini tunataka imani yote alionayo kijana huyo akue akiwa mtu bora zaidi katika imani yake na katika maadili. Kwa hiyo tunajibu kilio cha damu kwa namna ya kuzoea upotofu wa kimaadili katika wale watoto tunaowalea. Na kadhalika katika taasisi zetu za afya. Ni sio wote wanaokuja kwetu ambao labda wana uwezo wa kulipia gharama zile. Hapa na pale inabidi kuangalia, kusaidia. Na kama ilivyo moto au msemo wa hospitali yetu kwa mfano ya Mtakatifu Gaspari Itigi, ni pamoja na kwamba tunajua jambo la kwanza ni kutoa huduma ya kiafya, lakini pale Itigi tunasema ni kutibu, kufundisha na kufariji. Mgonjwa akiwa kwetu aone kwamba mateso yale yanaweza yakawa na maana, pamoja kwamba tuna jukumu la kuhangaika kwamba apone kweli, lakini pia kumsaidia kiroho. Kwa hiyo hata kama wafanyakazi wetu wote sio wa Kristo, sio wa Katoliki, lakini mkurugenzi wetu, wa misionari wetu wanaofanya kazi pale wanaoelekeza hivyo, na kwa kweli tunaweza kusema tunashuhudia kwamba katika taasisi hizo kilio cha damu kinajibiwa. Ndoto ya Mtakatifu Gaspari haikuishia Italia, haikuishia Manyoni, haikuishia mwaka 1966. Ndoto hii inaendelea. Twashangilia leo. Miaka 60 ya neema. Miaka 60 twainua sauti. Tumefika hapa kwa fadhili zake Mungu. Kutoka Manyoni hadi Tanzania nzima, ndoto ya Gaspari inaendelea. Twashangilia, twamshukuru kwa miaka 60 ya baraka, damu azizi yatunganisha. Twashangilia, twamshukuru kwa miaka 60 ya baraka, damu azizi yatunganisha. Walifika na moyo wa utume wakabeba